kusisitiza umuhimu wa kudumisha amani na utulivu wakati wote wa maandalizi na kampeni za uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Ni muhimu pia kuepuka kauli za kibaguzi, kichochezi, uzushi na upotoshaji kupitia mitandao ya kijamii na njia nyingine za mawasiliano kwa misingi ya tofauti ya itikadi zetu za kisiasa, kidini, kabila au rangi. Ninawaomba sana waamini wenzangu na Watanzania wote kuzingatia maandiko matakatifu yanayotuasa kuitafuta amani, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ile ya 3 aya ya 11, ambayo inasema, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate amani. Na katika hili tujitahidi pia kujizuia, na hasa kuzuia ndimi zetu, kama tunavyoelekezwa katika waraka wa Yakobo sura ile ya kwanza aya ya 19 mpaka 20, ambayo inatuelekeza kwamba hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Tukumbuke kwamba amani yetu haina mbadala, na hivyo ni wajibu wetu sote kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Ninapenda kuwaasa vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa wenye uchu wa madaraka walio tayari kuwatumia kuchochea vurugu wakati wa uchaguzi kwa manufaa yao wenyewe. Napenda pia kuwasisitiza watendaji serikalini kutenda haki katika utekelezaji wa majukumu waliokabidhiwa. Lakini vile vile ni muhimu kuendelea kuliombea taifa letu kwa Mwenyezi Mungu ili liwe na amani na utulivu, na hasa mwaka huu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Washa maaskofu, mapadre, watawa na wageni waalikwa, napongeza homilia nzuri sana iliyosheheni mafundisho ya msingi kwetu sote. Lakini pia nimepokea risala ya kanisa iliyosomwa mbele yetu na Mhashamu Askofu Lazarus Msimbe wa Jimbo Katoliki la Morogoro. Nimepokea ombi mahususi la kanisa la kurejeshewa ardhi ya bodi ya wadhamini ya Kanisa Katoliki Jimbo la Morogoro, ambao sasa ni sehemu ya Jimbo Jipya la Bagamoyo, ambayo kwa sasa ni sehemu ya chuo cha ADEM. Kwa kuwa madai haya yamekuwepo kwa muda mrefu, ni wakati mwafaka sasa yakapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Na kwa ajili hiyo ninamwelekeza Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia aunde timu maalum itakayoshirikisha wataalamu kutoka wizara yake ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, ili wakae mezani na uongozi wa Kanisa Katoliki Jimbo la Bagamoyo ili kujadili na kutoa mapendekezo ya namna ya kufikia ufumbuzi wa swala hili. Aidha, taarifa ya timu